Yes, mambo vipi mtazamaji wa PMTV, karibu kwenye PMTV Updates. Na kwenye PMTV Updates bwana, leo hii tuko na wanajangwani. Hawa ni wananchi ambao sasa hivi wako vitani huko nchini Algeria, ambako wameenda kwa ajili ya kucheza mchezo wao wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ukiwa ni mchezo wa pili baada ya mchezo wao wa kwanza kutamatika ambao ulichezwa pale visiwani Zanzibar, na Young Africans iliweza kuibuka na ushindi dhidi ya klabu ya FAR Rabat. Na baada ya mchezo huo kutamatika, Young Africans tunafahamu kwamba siku ya Jumatatu klabu ya Young Africans ilianza safari yake rasmi ya kwenda nchini Algeria kwa ajili ya kucheza na klabu ya JS Kabylie, ambao mchezo tunafahamu utachezwa siku ya Ijumaa majira ya saa 1 jioni katika mchezo wa pili wa kundi B, ambayo yupo klabu ya Young Africans ambaye anashika nafasi ya pili akiwa nyuma ya Al Ahly. Mchezo huo utapigwa katika dimba la Stade Hossein Eid Ahmed, majira yakiwa ni saa 1 kwa ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Lakini kabla ya kufikia mchezo huo, tunafahamu klabu ya Young Africans ilianza safari hapa nchini Tanzania ikiwa inaelekea huko Algeria. Lakini kitu cha kustaajabisha ambacho kimeibua minong'ono mingi, kimeibua maneno mengi, ni baada ya clip ya video ambayo imekuwa ikisambaa ikimuonesha meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Young Africans akiwa anaelezea hali halisi ambayo imewakuta huko airport wakiwa nchini Algeria. Nitanukuu baadhi ya maneno ambayo ameyazungumza Ali Shaban Kamwe. Anasema hivi: safari yote ina masaa kama 13 mpaka tunafika. Jambo ambalo limetokea hapa katika airport ya Algeria ni jambo ambalo linaonyesha Watanzania vita inavyokuwa unapokuja kwenye ardhi ya kaskazini, tena Waarabu wakiwa wametoka kufungwa. Tumetua hapa sisi na Mamelodi, muda mmoja wao wanacheza dhidi ya MC Alger, yani akiwa anazungumzia Mamelodi, lakini sisi tunacheza dhidi ya JS Kabylie, yani akiwa anazungumzia club ya Young Africans. Tumetua hapa tumekaa masaa 4. Mabegi ya wachezaji yote yametoka, ila vifaa vya timu kwa maana jezi na mipira vilikuwa havionekani. Yani zile bips, vifaa vya michezo kwa ajili ya timu ndio vilikuwa havionekani kwa takribani muda ambao atakuzungumza. Anasema tumesubiri masaa 4, ilifika hatua Mamelodi na staff wetu wakaanza kuzunguka humo ndani, ndio wakavikuta mlango wa nyuma, mizigo inatoka inapelekwa store kwa kisingizio kwamba mwenye ile mizigo onekani, na huo ni mpira wa Afrika na vimbwanga vyake unapokuja ugenini. Kwa hiyo leo hakuna mazoezi kwa sababu siku imekufa. Yes, hayo ni baadhi ya maneno ambayo Ali Shaban Kamwe alikuwa anayazungumza kuhusiana na kugandishwa masaa takriban 4 wakiwa nchi ya ugenini, wakiwa nasubiri na kutafuta vifaa vyao ambavyo ilikuwa haieleweki vipo wapi. Lakini hapo baadaye walikuja kufahamu kwamba vilikuwa vipo kwenye mlango wa nyuma, ambao nasemekana vilikuwa vinapelekwa store kwa sababu vilikuwa vijulikani ni vifaa vya nani. Nikukumbushe tu, hayo ndio mpira wa Afrika ambao umekuwa ukiyabeba, na kama umeweza kumsikia meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Young Africans yani Ali Kamwe, anasema hiyo inadhihirisha ni kwa kiasi gani mechi za ugenini zimekuwa ngumu. Sasa wewe una nafasi ya kutoachia comment yako hapo. Unahisi kichi ambacho kimefanyika kinaweza kikaondoa Young Africans mchezoni, ama kimefanyika makusudi kwa ajili ya kuondoa mchezoni, ama ni mambo ya airport tu ambao huwa yanatokea? Inawezekana ikatokea mzigo wako usionekane kwa masaa 4 na mambo mengine yakaendelea. Lakini wakati unaacha comment yako, sasa kutembelea website ya Kifalme ambayo ni pmbet.co.tz, kwa sababu huko hutoishia kushinda pesa peke yake, bali kuna magari yanatoka. Kwa wale wanangu wa mikeka, michuano ya UEFA Champions League inaendelea. Kama utafanikiwa kushinda mkeka wako, basi jua utapata pesa, lakini pia utaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.